Naitwa Kevin Chungu. Nashukuru siku ya mkesha wa Ijumaa ya tarehe hii mtumishi Sanga, kwa kweli amenitolea unabii ambao kwa kweli ni mtumishi ni huwa naabudu hapa, lakini kwa kweli siku ya mkesha huu mtumishi Sanga amenitolea unabii mkubwa sana ambao ni wa kweli kabisa. Bati, naweza kuongea na wewe kidogo? Yes, mpe mic. Mungu ni mtakatifu sana. Alafu Mungu si mchafu. Sawa? If you choose one, choose one. Kama unachagua namba moja, chagua namba moja. Kama namba mbili, iwe namba mbili. Nazama nielewa. Nakuelewa. Sababu Mungu ananiambia kwamba niko na shughuli kutafuta Mungu, lakini ujana unakusumbua. Unashinda kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Alafu ukifanya maamuzi kutumia akili yako, utapotea katika njia zako mwenyewe. Utajutia. Amen. Kwa sababu ninachokiona, naona msichana mbele yako. Amen. Lakini kuna wasichana tofauti tofauti. Amen. Na wote waidi kwao. Na wajui yupi ni yupi. Lakini usipokuwa makini unaangukia kwa mtandao sio sahihi. Ndio utajutia sana maisha yako. Amen. Kama umeamua kumpa Yesu Kristo maisha yako, mpe Yesu Kristo maisha yako. Amen. Najua ni kweli unaomba maombi ya rehema sana. Unaomba rehema kwa sababu unafanya uovu mwingi sana kwa Mungu kupendeza. Uovu haimaanishi unafanya nini uovu kwenye kichwa chako. Unashindwa kutuliza, kufocus. Amen. Elewa vizuri. Naelewa. Kwa hiyo uko kwenye huduma ambayo inapinga uovu 100%. Amen. Kwa mahali hapa mimi siwezi kuwa against, wala nyingi wasiwezi kuongea kupindisha kweli ya Mungu. Kama umeamua kumwishi Kristo, mwishi Kristo. Ile Bwana anakuza katika maisha yako. Kuna wakati rehema inakoma. Utakuamini rehema inakoma, usome Ezekiel 15 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Tunajua kuna pindi rehema inakoma. Sawa? Elewa vizuri. Kuelewa. Kuna kusisa. Sawa? Unawali Mimi naona tayari kuna mwanamke yuko mbele. Na niko na wanawake tofauti tofauti. Lakini kama mtu mwingine amepoint, ndio wewe unaenda huko, unaenda kuna uelewa ili yupi wewe naye kati ya wote. Afu na watu tunawataka na ujue wewe nani. Kati ya watu tunachagua ipi mmoja. Kama unaamua kumwishi Kristo, mwishi Kristo. Kristo anaweza kukimbia kwa sababu ni maana kwamba roho Mungu anakutembelea yuko hapo ndani yako. Jambo la kweli. Ni jambo la uongo unaloongea? Jambo la kweli. Jambo la kweli. Na nampenda sana Mungu. Lakini ujue ni yupi kati yao au unaangalia ujue ni yupi sahihi. Mpaka niko ile chagua hata mmoja katika wote hao. Nimechagua mmoja. Umechagua mmoja? Yuko wapi? Yupo wapi? Yupo hapa. Ndio unachagua huyo? Kweli? Umeongea kwa saizi hapa. Lakini maamuzi yako bado hajawa sahihi mpaka sasa inaongea ame prophet. Umeongea kwa sababu najua lakini maamuzi yako sio sahihi. Maamuzi yako sio sahihi. Bado una hang. Kwa sababu bado unafanya kwenda kufanya masomo na watu wengine. Sasa uwezo kusema namchagua huyo wakati kuna baada kufanya masomo na watu wengine. Nini maana yake? Sitarudia. Nakiri. Kwa nini ongea uongo kwa masomo na wengine? Ni sahihi. Sahihi. Ni sahihi. So what I'm saying? Kwa sisi kuongea uongo I see it. Naona wao masomo kama kawaida. Ondoa shauku ya moyo. Amina. Uanze maisha mapya. Amina. Ukifanya hivyo kama kuna mpenda Kristo, Kristo hawezi kuwa na watu walizinika pamoja. Ukiona mimi nimekaa nimekuonya, nimekwambia ujue Kristo anakupenda. Amina. Maana ikifika tu mimi nikwambia mtu kweli, ujue Kristo anampenda.
Unaelewa? Kwa hiyo chunguza njia zako vizuri. Amina. Na uingie kwenye toba kwa jambo kama hilo. Usirudie tena kuchati na mwanamke yoyote ambaye bado. Sawa? Kama unamuoa mwanamke unakubali kumuoa, chukua hatua. Usifanye mawasiliano, chukua hatua, nenda kwao kajionyeshe kila kitu, fanya everything. Hapo utajua kabisa kwamba nataka utakapokuja hapa niambie nimesuggest mtu fulani nimeenda kuonyesha kwao na nimeshatoa kabisa kila kitu. Nitakuelewa. Ila zaidi hapo sitakuelewa kwa sababu mimi naangalia. Kwa kuanzia leo sitaki chat na wanawake. Unakaa mbele kwenye kitu, ukija unakaa mbele. Sawa? Kwa please ukiona chat na wanawake kwenye bench kule kabisa nyuma kaa. Unaelewa? Maana hapo unakaa karibu na prophet kabisa. Ninavyokuambia si kwamba nini, ni kwamba nakuonea maisha yako na kuelekea. Kutoka ni baadhi kuliko zamani. Kwa kama umeamua kuishi maisha ya Kristo, muishi Kristo. Na Kristo adiliwe kwenye maisha yako. Nataka niishi kwa Kristo kwa sababu amenitoa mbali. Amekutoa mbali. Sasa mbona wanawake watatu sasa hapa? Unamwishie kama wanawake watatu. Enda ujue yupi ni upi. Mbona utafanya maamuzi ambayo si wenyewe? Unamwongelea Yesu, unaona kufanya maamuzi ya mtu mwingine ndio kumwahidi vile vile. Naongea wao, kuna mtu hapa na wiki 2-3 zilizopita nyuma hizi, ulikuwa na CS kuliko wewe unamwongelea sasa hizi wewe. Stop. Fanya vitu kwa vizuri, sawa? Sawa. Elewe. Nimetoa tu onyo, ila wakati mwingine kaa karibu na Mungu. Kama una mpango okoa, chukua hatua, Yesu kwa mwanamke na kila kitu. Utakapofika hapa, utakapokuja wakati mwingine wote ulipale ambao unakuja hapa. Njoo kila wakati, ila wakati ambao umefanya chaguo sahihi. Niambie dadi nimefanya chaguo sahihi la mtu huyu. Amina. Sawa? Amina. Kwa hiyo sasa hivi msikusadiki kama unakusadika kama uko si. Amina. Sawa? Amina. Kwa makini eh? Amina. Sawa. Pigeni makofi. Yote aliyokuwa amenitamkia kwamba ninasumbuliwa na wanawake na limefikia kuwa kweli kabisa juu ya hilo jambo. Nilishakwenda mwanamke wa kwanza, nilishapataga mwanamke nikatoa mali karibuni milioni nzima, lakini ikashindikana yule mwanamke kuoana naye, nikashindwa na nikatafuta tena mwingine naye tukarumbana, na sasa hivi tena niko na mwingine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo na yeye katika unabii wake kweli alinitabia, sijawahi kumwambia lolote, lakini katika unabii ameweza kunitabiria na ni kweli jambo ambalo liko sahihi. Kwa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumtumia mtumishi Sanga kutoa unabii juu ya sisi wanadamu wenzake ulio sahihi. Naamini sasa ni nguvu ya Mungu ambayo inatembea na mtumishi Sanga, na napenda kuwashauri na wenzangu wote. Kwa kweli huduma hii nimeipenda kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa vinanisumbua, nilikuwa ni siri yangu ya moyoni mwangu, lakini vimeweza kuwekwa hadharani mbele za yangu na wengine wote. Asante sana. Nawakaribisha.